Jahazi TV. Huu ni mzunguko wa 20 wa ligi kuu ya Zanzibar. Hapa nikiwa katika uwanja wa Mau A. Mimi ni Zaitun Juma, ripota nitakayekuletea habari ya yaliyojiri katika uwanja huu katika ligi ya Zanzibar, ambapo leo mchezo umeweza kuchezeka kati ya timu ya KMKM dhidi ya Uhamiaji. Mechi hii imeweza kuhitimishwa kwa bao 2-0, hali inayowafanya wapinzani kuwa katika hali mbaya ya matokeo yao, na tumeweza kufanya mahojiano na kocha wa timu zote mbili, KMKM pamoja na kocha wa Uhamiaji. Kila kocha ameweza kueleza mbinu alizozifanya, lakini pia hatima ya mchezo huu na hatua atakazozifanya kwa ajili ya kuendelea na michuano hii. Twende tukawasikilize makocha wa timu hizi. Na ndugu waandishi wa habari, kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo tulikuwa tumeyapata, lakini namshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kumaliza hii mechi salama. Hakuna mtu ambaye kaumia katika timu yetu wala katika timu ya wenzetu. Jengine nimshukuru sana mkuu wangu wa KMKM Komodo Azan Hassan Msingiri, ambaye yeye ni wa kwanza kabisa kuhimiza timu hii iweze kubadilika. Hii timu ilianza kidogo katika kusuasua, lakini baada ya maamuzi magumu, lakini akaona atakuwa ipo sahihi, basi yeye akasema kwamba lazima avunje benchi la ufundi. Akabadilisha benchi la ufundi, akafanya mabadiliko na tukarudi mtu ambaye nilikuwa tayari nimeuacha mpira, niliona nipumzike, lakini kwa busara zake mkuu wangu, kwa hekima zake mkuu wangu, basi akaona bora aweze kurejesha ile kwa timu. Mwenyewe alisema kwamba kama Komodo ametoka baharini amekuja zake nchi kavu, basi kaja kutoka haya. Siri ya mafanikio kubwa, la kwanza yeye mkuu wangu wa KMKM, sina budi kumshukuru sana na kumpongeza sana. Najua jambo la mpira lipo ligi au mechi kama mawimbi ya bahari, naweza likaja juu alafu jingine likaenda chini, na kwa sababu kama binadamu kaumbwa kwa kupumua na mambo mengine, basi unamkuta mtu saa nyingine anakuwa anachoka. Akichoka ina maana kuna advantage ya watu ambao walikuwa opponent wako, kwa sababu yeye alipoteza ule mchezo kwa sababu kafungwa. Kwa hiyo inabidi anatia ile jitihada, na tuna kawaida kama binadamu, unaweza ukamwona binadamu akipata, basi kawaida yake hujiona. So mimi nasema wachezaji wangu walijiona, walishindwa kufuata zile taratibu ambazo nimewapa, basi wakaanza kujiona wakataka kucheza na majukwaa. Kwa hiyo hii moja ilisababisha hawa wachezaji kutuzidi kidogo timu ya Uhamiaji. Lakini la pili, timu yoyote inofungwa moja au mbili, basi huwa inataka angalau itafute goli moja alafu baadaye iweze kutafuta sare. Kwa hiyo mambo haya yanatokezea katika mpira, ndugu waandishi wa habari. Matokeo wow, nimefurahi kidogo kwa sababu nilikuwa timu nimekabidhiwa ilikuwa kwa 15, lakini sasa hivi niko 9, na leo kama nimeshinda, bila shaka nitasogea mbele kidogo, nitaweza kuijenga timu katika mechi 10 ambazo zijazo, nitaweza kuijenga ikaja pengine na sura nyingine, au ikaja ikaonyesha maajabu mengine. Hopeful na Mungu Mwenyezi Mungu anipe uwezo huo niweze kuonyesha kitu hicho kizuri. Mshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mechi salama. Leo mechi tumepoteza 2-2. Tumepoteza katika mazingira ambayo yamechangaza kidogo, kwa sababu tumepata nafasi nyingi sana katika nafasi ya golini. Tumejaribu ku create chance, tumepata nafasi ndani ya dakika 3, tumekosa nafasi 2. Kwa hiyo ni kitu ambacho wachezaji wetu kwa upande mmoja walikuwa hawakuwa na concentration ya kuweza kuscore. Kwa hiyo kwa upande wetu tumepoteza mechi hii. Tushukuru tu kwamba tumepoteza, na tunakwenda katika mfungo huu. Tutakaporudi basi tutajipanga kwa njia yote. Tushukuru kwamba tumeweza kupata hiyo top 4. Kwa upande wetu sisi naweza kuwapongeza wachezaji wangu, tumeweza kujitahidi kwa mechi zote hizo tulizocheza, na tunaenda katika mapumziko, na inshallah tutakaporudi basi tutakuja kupambania top 4 yetu au tutapambania ubingwa. Naweza kusema kwamba haya ni matatizo ya mastrika wetu, kwamba tunapofika maeneo yale tunashindwa kuwa na umakini. Umakini ni kitu ambacho tumekimisi siku ya leo, kwa sababu tumefika ndani ya dakika 1-2 tunafika katika goli lao. Kwa hiyo naweza kusema kwamba wachezaji wangu wameshindwa kupata umakini wa kuweza kuscore. Kwa hiyo kwetu sisi tumekubali matokeo, kama ni mchezo wa mpira, kwa hiyo lazima tukubali katika matokeo ya mpira. Leo tumelose, kwa hiyo tumekubali matokeo. Mashabiki always sisi tunaambia wasivunjike moyo. Tumetoka kushinda mechi 2 mfululizo, kwa hiyo hii tumepoteza, okay, no problem. Kwa hiyo mashabiki
wasivunjike moyo kwa sababu huu ni mpira, hatuwezi kushinda mechi zote, Kwa hiyo tutafurahisha na wao wasivunjike moyo, waje waangalie Wahamiaji. Tutapambana kuhakikisha kwamba Wahamiaji inafanya vizuri zaidi. Na hayo ndio yaliyoweza kujiri kutokea katika uwanja huu wa Mau A, ambapo hapa tumeweza kuona mchezo mkali kutoka timu ya KMKM pamoja na Uhamiaji, wote wakijitahidi kuonyesha uwezo kwa ajili ya kuwania ama kuvaa taji la ubingwa wa ligi kuu ya Zanzibar. Mimi ni Zaitun Juma, hii ni Jahazi TV. Jahazi TV.